Visiwa vya Zanzibar ni visiwa vilivyopo mwambao wa Afrika Mashariki. Visiwa hivyo vina takriban ya watu wapatao 1,889,773 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mnamo mwezi wa 8 mwaka 1964, kwa mara ya kwanza China ilituma timu ya madaktari 14 ambao waliwasili visiwani hapa tarehe 20 ya mwaka huo, tayari kwa ajili ya kusaidia utoaji wa huduma za afya. Madaktari hao walioletwa kuja kusaidia kuimarisha afya za wananchi walifanya kazi katika hospitali ya Mnazi Mmoja ambayo kwa wakati huo ilikuwa ikijulikana kama hospitali ya Via Lelin. Hatua za China kuleta madaktari kutoka jimbo la Jiangsu ilikuwa ni hatua ya kufungua njia kwa timu zingine za madaktari kutoka China kuendelea kuja Zanzibar kila mwaka tangu wakati huo hadi sasa. Zanzibar na jimbo la Jiangsu zimetimiza miaka 60 ya ushirikiano wa kihistoria kwenye sekta ya afya. Tangu wakati huo madaktari kutoka jimbo la Jiangsu wamekuwa kiwasili Zanzibar kila mwaka. Madaktari kutoka China wanaokuja kila mwaka husaidia utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Madaktari hao huzoea mazingira ya Zanzibar kwa haraka, jambo ambalo linatokana na ushirikiano mzuri wanaopata kutoka kwa wazawa. Hatua madaktari hao kuzoea mazingira ya Zanzibar kwa haraka kumekuwa kukisababisha madaktari hao wa China kupata fursa ya kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu kwenye maeneo mbalimbali na wataalamu wazawa. Madaktari wa China ndio walioanzisha operesheni ya kwanza hapa Zanzibar na bara la Afrika ya matibabu ya watu walioumia viungo. Doctors from China, they are coming to Zanzibar, bringing up new technology to our doctors here, local doctors. Not only that, but also treating our people in Zanzibar. And that has made to be very, very important relation, because most of the patients who have been treated and cured by the doctors from China, they have amazing stories. Mwaka 1975 hadi mwaka 1977, wanafunzi 14 wa kada ya afya kutoka Zanzibar walipata nafasi ya kwenda China kuongeza utaalamu katika chuo kikuu cha afya cha Nanjing. Wanafunzi hao walikuwa kizazi cha kwanza kutoka Zanzibar kwenda kupata mafunzo ya utaalamu wa ngazi ya juu katika afya nchini China. Our late first president, Karume, he decided that because Chinese doctors, they treat our people, why not to teach our students? Then we were selected from school after finishing our secondary school to go to learn. Itakumbuka kuwa mnamo tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1965, waziri wa zamani wa China Chun Lai alikutana na timu ya madaktari wa China waliopo Zanzibar ambao walipata fursa ya kuzungumza na madaktari hao. Waziri huyo wa zamani wa China Chun Lai akizungumza na timu ya madaktari wa China waliopo Zanzibar, ambapo alisisitiza umuhimu wa timu za madaktari kutoka China kuja Zanzibar kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu. After revolution, Zanzibar had shortage of doctors, especially medical specialists. So the Chinese medical teams have been of great assistance to the people of Zanzibar. Dr. Lin Shaojun na madaktari wengine watatu wamepata fursa ya kuwemo kwenye timu ya madaktari wanaokuja Zanzibar bara 4 kwa ajili ya utoaji wa huduma kusaidia wananchi wa Zanzibar. Hadi sasa serikali ya jimbo la Jiangsu limeshaleta visiwani Zanzibar timu 33 za madaktari. We are very thankful to these doctors because they are doing tremendous job for the benefit of the people of Zanzibar. Wataalamu wa afya kutoka China wamekuwa msaada mkubwa kwa wataalamu wazawa. Uwepo wao unasaidia wenyeji kujiongezea maarifa mapya kwenye utoaji wa huduma za afya na kusaidia wananchi. I can remember during that time when I was in school, when Premier Chou En-lai, he visited Tanzania and even came to Zanzibar. Then during the welcoming remarks, we used to say, Chou En-lai, Chou En-lai. Kuna vituo 4 vya kutolea huduma za matibabu vilivyoanzishwa na China. Miongoni mwa matibabu yanayotolewa kwenye vituo hivyo ni pamoja na matibabu ya macho, matibabu ya upasuaji wa tumbo, matibabu ya mdomo sungura, matibabu ya ngiri.
Matibabu kwenye vituo hivyo kwa kiasi kikubwa yamesaidia upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wa Zanzibar na kuimarisha afya zao. Timu za madaktari wa China zinazokuja Zanzibar mara kwa mara zimekuwa zikishiriki kuandaa kambi za matibabu na matibabu ya maradhi mbalimbali kwenye maeneo ya Zanzibar, hatua ambayo inasaidia wananchi wanaojitokeza kupata matibabu kwenye kambi hizo. The Chinese medical team were able to provide the equipment, training to our local doctors, and together in collaboration with the local doctors they were able to perform various laparoscopic surgeries which are minimally invasive compared to the previous surgeries where you have to open everything and the patient suffers with a big wound and longer hospital stay.